Ya, tumekuja hapa kwa ajili ya neno la Bwana Yesu Kristo. Na nasikia watu wengi wakisema ya kwamba hakuna aliye mtakatifu. Je, tunataka kuangalia kweli hakuna aliye mtakatifu? Na kama hakuna aliye mtakatifu, ukiwa na dhambi, mshahara ya dhambi ni nini? Hapo nasema jiulize. Kwa sababu maandiko nasema mshahara wa dhambi ni mauti. So, wewe ukiwa unatenda maovu, unadhani utapokea nini mwishowe? Mshahara yako itakuwa nini? Kwa sababu una mstari ambapo umesimamia nasema hakuna aliye mtakatifu. Je, walikuwa wanazungumzia wakina nani? Walikuwa wanazungumzia watu wenye wako kwa Kristo ama watu wenye walikuwepo katika wakati wa Torati ya Musa? Kwa sababu maandiko inasema tu hapo, inaongeza vizuri ikisema hakuna hata mmoja aliyetenda haki. Je, haki ya Kristo tunaitenda ama tunayaamini? Hapo kuna maswali. So watu wamepotea kwa huu mstari. Wanakosa kujua kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Romans chapter 6. Tunapoangalia Warumi chapter 6 verse 23. Inatuambia nini? Mshahara wa dhambi ni mauti. So, munajitakia mauti. Hamtaki uzima wa milele. Kwa sababu kila wakati munataja mkisema hakuna aliye mwema mbele za Mungu. Nakumbuka maandiko yanasema tuliumbwa katika Mungu. Tuendelee na maandiko. 23 inasema hivi: kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. So, kama mshahara wa dhambi ni mauti, na wewe muamini uliyedanganya watu tuliamini, bado unasema hakuna aliye mtakatifu, ina maana gani? Ina maana wewe ni muasi na hauna karama ya uzima wa milele. Uko pale pale kwa mambo yaliyo maovu. Kwa hao wenye ukishapokea nuru, tulitakaswa. Maandiko yanatueleza ya kwamba katika kitabu cha 1 Corinthians chapter 6. 1 Corinthians chapter 6 verse 11. Maandiko yanatuambiaje? Inanena ikituambia hivi: na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii, lakini